Mpaka sasa tunasema kuwa huyu ndiye mlisi wa Kassim Majaliwa ambaye amekuwa waziri wa 12. Je, swali langu kwako, unaifahamu vizuri historia yake? Nikukaribishe mtazamaji wa makala hii fupi tukiangazia historia fupi ya Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mimi ni Benjamin Kazi wa News Update. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba amezaliwa Januari 7 mwaka 1975 wilayani Iramba mkoani Singida, na historia yake ya elimu alisomea katika shule ya msingi Makunda, kisha kujiunga shule ya sekondari Ruboru iliyoko mkoani Arusha, na masomo yake ya A-level alisoma Mazengo iliyoko mkoani Dodoma na kuhitimu mwaka 2000 akiwa na stahiki sawa ya diploma ya shule ya sekondari. Mnamo mwaka 2001 alijiunga katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa masomo yake ya shahada ya kwanza ya uchumi alipohitimu mwaka 2004, na baadaye alipata shahada yake ya uzamili ya uchumi mwaka 2006 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baadaye alipata shahada ya uzamivu yani PhD katika uchumi toka katika chuo hicho cha Dar es Salaam mwaka 2018. Na katika safari yake ya kisiasa alianzia mkoani Singida kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Iramba mjini mwaka 2010, ambapo pia mwaka 2011 alihudumu katika nafasi ya katibu wa NEC uchumi na fedha katika Chama cha Mapinduzi, na mwaka 2012 hadi 2015 akachaguliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara. Na kwa imani kubwa ya wananchi wa Iramba Magharibi, mnamo mwaka 2015 kwa mara nyingine tena wakampa ridhaa ya kuwawakilisha bungeni kwa mara nyingine tena. Chini ya Rais John Pombe Magufuli alimteua kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, ambapo mwaka 2016 alibadilishwa nafasi hiyo na kupewa majukumu mengine na kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Na katika uchaguzi wa mwaka 2020 alishinda kwa mara nyingine na kuwakilisha jimbo hilo, ambapo tarehe 2 Mei 2020 aliteuliwa kuwa waziri wa sheria na katiba kufuatia kifo cha waziri Augustine Mahiga. Na katika awamu ya 6 Mwigulu Nchemba amehudumu kama waziri wa fedha na mipango, ambayo amehudumu toka mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba alipitishwa na bunge kwa kura 369 kati ya kura 371 zilizopigwa na wabunge mara baada ya kuteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwania nafasi hiyo, na sasa tayari amekwisha kuapishwa kuwa waziri mkuu wa 12 katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akirithi nafasi ya Kassim Majaliwa, ambapo waziri mkuu wa kwanza alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyehudumu toka mwaka 1961 hadi 1962, ambapo nafasi hiyo ilichukuliwa na Rashid Kawawa toka mwaka 1962 hadi mwaka 1977. Kisha Edward Moringe Sokoine aliyehudumu kutoka mwaka 1977 hadi mwaka 1980, na kisha kuchukuliwa na Cleopas Msuya ambaye alihudumu kutoka mwaka 1980 hadi mwaka 1983, ambapo kwa mara nyingine tena Edward Moringe Sokoine alichukua nafasi hiyo kutoka mwaka 1983 hadi mwaka 1984, ambapo Salim Ahmed Salim alichukua nafasi hiyo kutoka mwaka 1984 hadi mwaka 1985, ambapo Joseph Sinde Warioba alichukua nafasi hiyo na kuhudumu mwaka 1985 hadi mwaka 1990, na kisha kuchukuliwa na John Malesela toka mwaka 1990 hadi mwaka 1994, ambapo Cleopas Msuya alihudumu nafasi hiyo kutoka mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Frederick Sumaye alihudumu katika nafasi hiyo kutoka mwaka 1995 hadi mwaka 2005, ambapo nafasi hiyo ilichukuliwa na Edward Lowassa kutoka 2005 hadi mwaka 2008, na kisha kuchukuliwa na Mizengo Pinda kutoka mwaka 2008 hadi mwaka 2015.
mara baada ya kuchukuliwa na Kassim Majaliwa kutoka mwaka 2015 hadi 2020. Niliyekuletea makala hii mimi ni Benjamin Kazi wa News Update.